Agano lingine, nguo za marehemu. Huwa tunalisi vitu vingi vya marehemu akisha kufa. Tunaweza tukalisi vitu vingi sana, lakini kuwa makini na ulisi wa kile ambacho kinavaliwa mwilini. Marehemu amekufa, alikuwa mlevi, unachukua nguo zake unavaa, unaingiza roho za nini? Alikuwa mzinzi, unachukua maroho ya nini? Wewe ulikuwa unamwona kama mjomba, ujui kumbe alikuwa shoga, unavaa nguo zake. Shoga alikuwa kahaba, anauza mwili wake, unagawiwa nguo zake uvae. Ni kweli neno la Mungu linasema mwenye kanzu mbili ampe asiye na nini? Na kanzu. Naweza nikakupa kanzu yangu uvae, lakini usivae nguo za marehemu aliyekufa katika dhambi. Ukigawiwa hizo nguo, sasa hebu fikiria kama alikuwa ni mpiga manyanga, alafu unagawiwa nguo zake, kinatokea nini ndugu? Nguo zinabeba roho. Yesu Kristo anamponya yule mama aliyetokwa na damu kwa vazi tu. Yule mama anagusa vazi, kwenye lile vazi nguvu zinatoka, zinamponya yule mama. Kwa hiyo mavazi anabeba nguvu za giza au za nuru. Kwa hiyo jilinde na nguo za marehemu. Unapewa nguo za mama, na wewe ndio mtoto wa kwanza wa kike, ila umeokoka, unapewa nguo za mama. Mama hakuokoka, na mama alikuwa mchawi, mama alikuwa na matendo ya giza. Unapovaa zile nguo zake, yule mama atakuwa anakufuatilia kwa sababu una agano naye kupitia zile nguo. Wewe unakuta yule mama unamuota tu kwenye ndoto, anakuja anasema, mwanangu, mbona ile mikoba hutaki kuchukua? Unasema, mikoba gani tena? Mimi sitaki. Unakataje na wakati nguo zangu ulichukua? Anakwambia nguo ulichukua, mbona mikoba hutaki? Nimekwambia jilinde sana na vitu viwili. Ili shambulio shetani alilitumia kumwangusha mwanadamu wa kwanza. Alimshambulia kwa kile alichokula. Nini unakula wewe? Unachokiingiza kwenye hili hekalu la Roho Mtakatifu, unakula nini? Alipofanikiwa kumwangusha, akamlisha kile Mungu alichomkataza huyu mwanadamu wa kwanza, Adam na Hawa. Baada ya hapo akaenda kuwatengenezea vazi la majani. Shetani huyo akawavesha. Mungu ikabidi aje waondolee lile vazi la majani, akawavisha vazi la ngozi. Kwa hiyo nini unakula, nini unavaa? Kwa sababu unaligusa hekalu la Roho Mtakatifu moja kwa moja, na neno la Mungu linasema atakaye liharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo. Haleluya! Kwa hiyo lazima uwe makini na nini unachovaa kwenye mwili wako, kwa kuwa huu ni mwili, sio mali yako, bali ni mali ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo jilinde na nguo za marehemu. Kama unatambua kwamba huyu alikuwa ni mtakatifu, wala sawa, lakini unajua kabisa huyu alikuwa ni rubani wa usiku, hapana, achana naye hivyo vitu vyake. Hata kama wanakunyima, acha wakunyime, wewe achana navyo. Bwana Yesu asifiwe.